Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ramon TV? Karibu katika chaneli yako bora kabisa, chaneli nambari 1 nchini Tanzania ambayo inakupa wasaa wa kujua mambo mbalimbali, taarifa zenye ukweli na uhakika na taarifa ambazo zinakuwa zina umakini makinika ndani yake. Jina langu ni Gift Mario na leo tunaenda kuzungumzia namna ambavyo mitandao ya kijamii inaweza ikawa ni fursa kwa vijana, fursa ya ajira, lakini pia fursa kwa vijana kuweza kujipatia kipato. Na nitakwambia baadaye tuko na nani na kwa nini tuko naye na anafanya kitu gani kwenye hiyo mitandao ya kijamii. Na sisi leo tutabezi zaidi kwenye mtandao wa TikTok. Na nyuma ya kamera ni Amadi Shawio sambamba na Drake. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, mtazamaji, kama ambavyo nilikwambia kwamba tuko na mtandao wa kijamii aina ya TikTok, na miongoni mwa watu ambao wanafanya vyema kwenye mtandao ni Kipason Jeyala. Atatuambia jina lake halisi ni nani na kwa nini Kipason Jeyala. Na tutazungumza mengi, niko namna gani ananufaika na mtandao wa kijamii aina ya TikTok na anawezaje kujipatia kipato. Bwana, mambo vipi? Mambo safi, tunashukuru Mungu. Kwema? Tuko fresh, tuko bien. Bwana, mwezi mtukufu wa Ramadhani umefunga shangu? Nimefunga alhamdulillah. Pole kwanza kwa saumu. Shukrani sana. Bwana, sisi tunakufahamu kama Kipason Jeyala. Jina lako halisi ni nani na Kipason ilitoka wapi? Jina langu halisi ni James Emmanuel Mosha, ambao natumia katika shughuli zote. Ni sijui ofisini, mashuleni, ndio nilikuwa nikitumia hiyo James Emmanuel Mosha. Lakini pia Kipason ni majina ambayo tulikuwa nao tu pindi tupo wadogo, watu wakawa wanatuita hivyo, kipa kwa kujikuta tukaendelea hivyo. Unaweza ukatupatia historia kidogo ya Kipason, ilitoka wapi na mpaka ikafikia hatua ukaamua kuitumia kwenye mitandao yako ya kijamii? Kwanza ni jina ambalo nahisi nimejiva mwenyewe, lakini cha pili nilikopo nalipenda kwa sababu unajua sometimes kuna ule uongo wa wazazi. Kwa mimi mzee wangu aliye kuniambia kwamba kuna position anaipenda sana ya kucheza kama goalkeeper. Kwa hiyo sasa kimbi kile cha utoto nikaunganisha Kipason, maana yake ni mtoto wa kipa. Kwa hiyo nikawa na wiwa kufanya hiyo. Kwa hiyo nimuuliza, baba unapenda kucheza mpira? Akaniambia napenda kucheza mpira. Unapenda nafasi gani? Mimi bwana nilikuwa goalkeeper. Okay, basi mimi mtoto wa kipa. Pia kaja Kipason. Kaja hiyo. Bwana, wewe ni TikTok ambaye unafanya vizuri sana. Lakini content zako nyingi zimekuwa zimelelei kwa upande wa wadada. Kuna muunganiko gani kati yako wewe na wadada? Maana umekuwa ukiwasifia, ukiwatetea, na ni sahihi kukuita feminist? Of course ni sawa, lakini nafikiri ni miongoni mwa kundi kubwa sasa hivi ambalo wamekopo ni watu ambao nafikiri ni kama wajeruhiwa katika swala zima la mahusiano na maisha ya kawaida, na hii kutokana na udhaifu wao. Na wote tunafahamu sio ule udhaifu ambao sisi lakini kuna ule udhaifu wa kawaida wa kushindwa kuvumilia mambo yanelewa. Lakini sisi wa kiume kidogo, hata kama tunajeruhiwa, kuna sometimes kuna ile kama mtu ukilia anakuambia ukilia ni umama, ila msichana hawezi hicho kitu. Kwa sometimes ukitengeneza content kama hizo unakuwa unamfariji kwa namna moja ama nyingine, na uwezi ukawa tu unatoa tu content za dada peke yake. Mimi content creator, siku nyingine nachekesha, siku nyingine naweza nikawa naleta maudhui ambayo inawahusu watu wote, wa dada na wakaka. Lakini kuniita feministi kwa kila ambacho nakifanya, kweli asilimia kubwa nakubali. Kwa hiyo wewe ni feministi. Si ndio? Sasa nitakataa nini? Si wale watu ambao wanafanya harakati za kupambania, sio lazima awe mwanamke. Ni kweli, nakubali. Yote yule ambaye anafanya kazi au anafanya harakati za kumtetea mwanamke. Mimi nakubali. Ulianzaje na nani alikuinfluence wewe kuanza kuitumia TikTok na kufanya content? Na ilikuwa mwaka gani? Labda unaweza ukatupitisha hapo historia yako ya kuanza kufanya challenge, kufanya hizo mambo za TikTok, na ulianza mwaka gani na ilikuwaje? Na nani alikuinfluence zaidi? Kwanza hii account ya TikTok awali ilikuwa ni account kama account za mashabiki wa watu wengine. Yaani mimi nilikuwa nikitazama watu wengine. Nilikuwa nikipenda content za watu wengine. Lakini ukweli ambao haupingiki, kitu cha kwanza ambacho kimenifanya mimi kuwa
katika TikTok na kuanza kufanya maudhui haya, nafikiri ni kipindi ambacho mimi niliwahi kupitia vitu vigumu sana, ambapo kipindi hicho sasa nikawa natazama content za watu ambao wanashabiana na hali ambayo mimi nafanyaje nakutana nayo kwa wakati huo, lakini sikuona kama inatosha sana kuwasikiliza wao au kutumia video zao wao kuweza kufanya hicho kitu. Kwanza kwa sababu ya kitu ambacho nilikuwa nakifanya au nakisoma, nilikuwa nahisi kitu chochote ambacho kinahusu kurekodi na nini naweza nikakifanya. Kwa hiyo hapo ndo nikawa nasema okay, acha na mimi nifanye kama wanavyofanya wao, iwe kama sehemu ya mimi ya kujimotivate, lakini pia iwe kama sehemu ya mimi ya kupotezea muda, kwa sababu sehemu A ambayo imenifanya mimi nirudi huku kuwa na wasikiliza hawa watu na wananigusa imeshaipotea. Si unajua kitu kama hicho. Umetuambia kwamba sababu kubwa ilikuwa ni kuna kipindi ulichokuwa unakipitia, ila hujatuweka wazi ni kipindi gani ulikuwa unapitia, kitu gani, na hao watu uliokuwa unawatazama ni akina nani? Kuachwa tu, kuna kitu kingine. Niliachwa kipindi hicho, niko na mchumba wangu mmoja hivi, basi akanichanganya. Kila nikikaa nikiingia nimemwona Waidi, kila nikikaa nikiingia nimeona kuna yule jamaa mwingine, yani nawaona watu wa maana wanatoa. Nikasema basi sasa na mimi nitafanyaje sasa, ndio nikawa nazidownload zile video. Mwisho wa siku kasema ngoja na mimi nifanye content. Okay. Na ilikuwa mwaka gani? Na ilikuwa mwaka gani? Okay. Unajua bwana, mimi bwana ni mass communicator, ni mtu ambaye nafanya kazi za habari, lakini pia huko tutakuja. Ngoja ndo nataka niweke sawa juu ya swala hilo. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kitu ambacho nilikopo nawiwa sana kukifanya, kwa kuvutiwa na watu ambao waliwahi kukifanya. Kwa hiyo kwa kuweka clear, ukiachana na hicho kizungumza bwana, hichi ni kitu ambacho nilikuwa nawiwa kukifanya, na kwa sababu ni mwanzoni nilikuwa kama shabiki na mtu ambaye naangalia watu wengine, akili yangu muda wote ilikuwa nasema kwamba unapaswa kuweza kufanya hichi kitu kwa kuwa unakiweza. Mwanzo ilikuwa ni ngumu, lakini kati ya watu ambao nilikuwa nawaangalia kwa kipindi hicho, nafikiri kuna jamaa mmoja hivi sasa hivi nafikiri apiga alikuwa anajiita, kuna mchina kama unamjua Mchina OG. Kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa nani, alikuwa anafanya sasa hivi anajiita Kungwi, anafanya maudhui fulani hivi, nikimkumbuka nitakwambia. Wapo kina Mansuri, ni watu ambao wanafanya content vizuri. Kipindi hicho mimi naanza nilikuwa nawasikiliza sana. Of course na marehemu Chamin Chazi. Okay. Au ndo alikuinfluence na baada ya kuachwa kwenye mapenzi ukawa unatazama sana hizo video zao, si ndio? Walikuwa na content nyingi, yani hadi maisha yalikuwepo pale. Unajua sometimes chuo sio tu mapenzi. Yani unaweza kukuta hata msosi unaweza kukuchanganya ukajua ni kwamba mtu anakuta anakuambia tunaishi na njaa zetu, tunaishi na nini. Kwa hiyo content inakugusa, yani unasema okay, mimi mnyama. Unajua ile nimevumilia, hapo anambia komando unacheka, basi hii inaondoka nayo. Sawa, miongoni mwa misemo ambayo umekuwa ukiitumia mara kwa mara ni unacheka. Wote yani ni baadhi ya misemo ambayo watu wengi wamekuwa wakiitumia, lakini wewe mtu aweze kutambua ni unacheka. Unacheka ilitoka wapi? Unajua, ngoja nikwambie, katika hizi harakati za kwenda kipindi ambacho kuna watu wachache sana. Kila mtu ukimwangalia kwenye content zake alikopo na ile ya wanasema identity, sio? Ama kitu chake ambacho kinamtambulisha. Kwa kama leo umeoniona nasema unacheka, kuna mwingine anatafuta unacheka nyingine ni ipi? Labda anaweza kusema utaki, kama anavyosema Senga, si ndivyo? Kuna mwingine labda anaweza akanelio huyo ndo mimi, sijui kama unamjua Chamin Chazi, na sasa hivi nafikiri hata Nono anatumia. Kwa ni watu ambao kila mtu alikopo anatamani kumaliza na kitu ambacho mtu kama Milado anaweza kukwambia awi. Kwa hata mimi mwenyewe nikafikiria kwa nini mimi nisije na kitu changu. Utaki, nikaona hapana, kila mtu anatumia. Umeona? Hii naona kila mtu anatumia. Nikaona nikisema unacheka inafanyaje? Kwa nilivyosema unacheka, kuna jamaa wangu mmoja akanipigia simu akaniambia mwanangu kaza umo. Iko kamsemo fulani hivi kazuri ambacho watu wengi wanakapenda, na mimi mwenyewe ni shabiki wako namba 1 wako kamsemo. Nikasema basi sawa, nitakatumia hapo kamsemo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sawa. Sasa unajua tunakufahamu kama TikToker, lakini naamini kuna maisha nje ya TikTok. Sasa tunatamani tukujue kwa uzuri, wewe unajishughulisha na nini au kitu gani kingine ambacho unakifanya nje ya TikTok, na
elimu yako labda, kwa sababu nimekusikia ukizungumza masuala ya chuo. Je, ila hujatoweka wazi ulisoma wapi, chuo, safari yako ya chuo ilikuwaje mpaka sasa hivi ulipofika hapa, na unajishughulisha na nini mpaka hivi sasa? Kiukweli mimi nina shahada ya mawasiliano kwa umma kutoka chuo cha Mtakatifu Agustini. Kusema ukweli ni miongoni mwa elimu yangu hiyo. Nafikiri ni elimu ambayo sio cha kutamba sana, lakini niko hapa. Wewe ni TikToker mwenye degree? Alhamdulillah. Sawa. Alhamdulillah, Mungu kanijalia tu. Okay, sasa nje ya TikTok, je, unakifanyia kazi elimu, unaifanyia kazi degree yako au kuna vitu vingine ambavyo unajishughulisha navyo? Una swali zuri. Kwenye swala la kufanyia kazi, kusema kweli tunafanyia kazi, lakini tunajichetua na kile ambacho tumekipata. Sometimes hata hichi ninachokifanya nafanya kwenye misingi. Unajua watu wakimwambia umesoma mass comm, anafikiri labda ni uandishi tu wa habari. Hapana, kuna vitu vingi tu. Hata kumpa mtu elimu juu ya mtandao, kurusha vitu juu ya uzalishaji na mambo kadha wa kadha, ni miongoni kusema kweli ya vitu ambavyo vipo kwenye field yangu. Hata hii kurusha content ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo kwenye field yangu. Kwa hiyo na enjoy kwa sababu unafanya kitu ambacho sio nje na kile nilichokisomea. Kwa hiyo ni miongoni mwa hicho, yani nikifanya content ndio kitu ambacho nimekisomea. Yani nilikwenda kusoma kwa ajili ya jinsi gani unaweza kupublish kitu, content ambayo inatakiwa kupublishiwa ni ipi, jinsi gani unaweza ukacheza na audience, jinsi gani unaweza ukachagua maudhui na kila kitu. Kwa hiyo mimi nafanya kitu ambacho nimekisomea. Okay, sawa. Ni mwaka gani ambao ulimaliza chuo wewe? 2024. 2024 mahafali yangu nimefanya 2024 mwezi wa 12. Sawa. Naambiwa sana huko ndani watu wa TikTok mnalogana sana. Kuna uchawi kweli? Hamna uchawi, na kama upo basi ni mwenye akili nyingi ya kufanya content. Hamna uchawi, na kama upo basi ni mwenye akili nyingi ya kufanya content, basi ndio ambaye anafanikiwa na uchawi wake. Unaona mimi kama nilivyokuambia kwamba uchawi, ila kama uchawi basi ni yule mwenye akili nyingi ya kufanya content, ndio silaha ambayo anayo. Kwa kama ni usinga basi ni yake, kama ni kidudu ambacho anatumia kuwa mbele zaidi ya wengine basi ni akili yake. Kwa hata hao ambao unaona wanatuzidi kina kweli ni wachawi, lakini kwenye akili zao, namna ambavyo wanaandika content na kwa content. Sawa. Na mtazamaji nadhani unamsikia kwa uzuri huyo person ambaye jina lake halisi ametuambia anaitwa James Emmanuel Mosha. Kijana wewe anasema degree, ndio usishangae kuona mwenye degree yuko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Mosha James au person, ukitazama tasnia ya TikTok ambayo ni watu wengi sana ndani yake, ninyi ambaye ni influencer, so nitamani kujua ushirikiano baina yenu watu wa TikTok, kwa sababu tumeona watu wengine nzuri huko au hivi na watu wanachukua pozo kwa ucheshi bora ya mtandao. Kwa ninyi ambao ni influencer au watu ambao wanafanya content za kawaida ambazo hazipo basically kwenye comedy, zipo kwa ajili ya kuinfluence watu, ushirikiano wenu? Ushirikiano kusema kweli ni mkubwa. Kama nitapanga kwa 100%, basi nitatoa karibia 85% za ushirikiano ambao sisi kwa sisi tunapeana. Na ndio maana video zangu kwenye akaunti yangu utakuta leo nimefanya na mtu fulani, kesho nimefanya na mtu fulani. Unioni mimi hapa, basi utaniona kwenye akaunti ya mtu mwingine. Hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuthibitishia ushirikiano. Hata hao comedians ambao unasema wamechukua tunzo, sio peke yake, yani kwenye akaunti yake ajiposti yeye peke yake. Hapana, siku nyingine anaweza akawa na posti na fulani na fulani. Huyu kwenye maisha sometimes watuonyeshia maisha ya kawaida, kina Mama Chanje wapo pamoja na kina Kiredio na nini. Kwa ule ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatuonyesha wazi kwamba jamii hii ambayo watu wanaichukulia kama ni jamii ambayo wapo wanashirikiana wenyewe kwa wenyewe, na ndo siri ya watu wote kuweza kufanya vizuri, kwa sababu sio wakati wewe unaweza kuwa bora peke yako tu. Okay. Sawa, sasa
Lengo la sisi kipindi chetu hichi ni kujua ni kwa namna gani ambavyo mitandao ya kijamii inaweza ikawanufaisha watu hususan vijana. Ukizingatia wewe tayari hapo umeshapata degree yako, lakini umeamua kubezi kwenye uzalishaji wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwa namna gani sasa mnanufaika kama vijana, kwa sababu mpaka kitu kakingangania bila shaka kuna namna unanufaika. Wewe unanufaika vipi kupitia mitandao ya kijamii kwenye upande wa kiuchumi? Kusema ukweli, mitandao ya kijamii ni miongoni sasa hivi mwa sehemu kubwa tu na ni ajira kubwa tu, na ndio maana hata serikali yetu sometimes inatuambia tufuate misingi na miongozo, kwa sababu inaamini ya kwamba ni sehemu ambapo vijana wanapitia ajira. Leo hii umekuwa wa kwanza kusema kwamba kuna tuzo na washiriki wametajwa kwamba ni hawa, lakini zile tuzo zilikuwa zina pesa ama motisha ya kuweza kuwapa ili kusudi kuweza kuwamotivate na watu wengine. Kwa hiyo hata sisi pia tuna imani kuna siku nao tutakuwa kwenye kategori hiyo za tuzo, na pengine labda tutaweza tukaneemeka hata na kakeki kidogo ambacho tumeweza kukipata. Turudi kwenye upande wa faida. Faida sometimes ni nyingi, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao kwa sasa sio na faida kubwa ya kusema kwamba eti ninafaidika kiasi hicho, lakini bado ninaamini nipo katika process ya kuweza kuitafuta ile keki kubwa ambayo napaswa kuweza kuipata, na keki hiyo naweza nikaipata mara baada ya kuweza kuwa nafanya vizuri zaidi ya hapa. Kwa hiyo kama hata wewe umeniona na unatamani labda pengine ungeweza kujua mambo kadhaa kutoka kwangu, nafikiri ni faida mojawapo ya hichi ambacho ninakifanya, kwa maana kwamba nimeonekana. Kwa hiyo bado nipo katika harakati ya kuweza kujikuza kutoka sehemu A kwenda sehemu B, na nitakapofika sehemu B sitakuwa na haja ya kuweza kusema ya kwamba nina kitu kimoja, mbili, tatu, kwa sababu hata namna ya maisha utakayoyaona kwangu itakuwa imesha change. Okay, sawa. Bwana, mimi naamini kwenye watu ambao huwa unawatazama ambao mnafanya vitu vya aina moja, nikiwa na maanisha wale TikToker, kuna mtu kimwangalia unasema huyu ni mkali. Yani kuna watu wako ambao wanasema hawa ni wakali. Licha kwa unajua sinazungumzia ukali, sizungumzii numbers. Unajua numbers zinaweza zikawa ziko tofauti, lakini kuna ukali wa uandaji content na kadhalika. Hebu nitajie watu wako watano ambao unasema hawa ni wakali, na uniambie kila mmoja, natamani uniambie kila mmoja ukanipa sababu kwamba bwana huyu ni mkali kwa sababu hii, huyu ni mkali kwa sababu hii, huyu ni mkali kwa sababu hii. Kama ambavyo mimi ukiniuliza bwana wewe bwana ni komedi gani ambao wanafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, mimi nitakwambia maybe kwangu mimi ninaye mtu Mr. Black, yule ni mkali kwa sababu anatengeneza content ambazo zinaelimisha. Sasa kwa upande wa influencer, upande wako wewe, ni nani unaona huyu ni mkali, nani, kwa nini? Watu wako watano tu, ila wewe usijiweke. Okay. Mimi na kwenda kujibu, lakini hili nitajibu kutokana na hali tofauti. Mimi huwa nikiangalia content za mtu mwingine huwa ninaangalia katika hisia, kucheka, hisia huzuni, ile inakuwa motivation fulani ya entertainment na vitu kadha wa kadha. Yani kuna aina tofauti tofauti yani. Kwa hiyo hapa nataja kulingana na hivyo. Kwa sometimes nilikuwa nasema natamani nifanye content ambayo ni mtu ambaye ana huzuni sana au kumfariji mtu kwa njia fulani ya huzuni sana. Namtazama sana Mansuri. Namtazama sana Mansuri kwa sababu ana uwezo kuweka hiyo reaction, na kitu ambacho mimi sometimes nikiangalia najifunza kitu. Sometimes nilikuwa nataka kupiga motivation fulani hivi ya jokes. Mtu ambaye nikimuangalia nasema okay, huyu noma, ni marehemu nafikiri Chaminchazi. Nafikiri waweza ukamweka namba 2. Ni motivation fulani hivi, yani mimi usinichukulie poa. Yani kashasema ni kuna content muhimu kaweka, lakini mwisho siku anamaliza na masiara. Hicho kitu. Binafsi kwenye upande wa comedy nafikiri nitatoa nafasi 2, nitamweka bado hajasema. Napenda Zewe ana Nelio, lakini Kago, lakini pia kuna Eliudi. Napenda Zewe wanavyopanga Nelio. Lakini nafikiri mbakisha kitu gani kwenye hizi motivation? Kuna hii Nelio. Mimi umeniambia nisijiweke. Bwana kwenye challenge Mass Nation.
Okay, sawa. Masnation kwenye challenge hizo challenge. Hao ndio watu wako watano noma ambao nikikaa na waangalia unasema kweli hao watu ni wabaya. Nikikaa na waangalia, lakini pia unaweza kumuongeza hata mzee wa unyama kwenye comedy hapo. Mzee wa unyama. Mwanangu Muni sijui kuniliu. Sio unyama. Okay. Ila sasa hapo umenipa category tofauti. Ila kama ungeniambia comedy ningetaja comedian wangu, lakini kama ungeniambia motivation ningekwambia motivation speaker. Nimejaribu kukwambia uniwekee katika influencer, wewe ndio umewagawa. Lakini sawa, sio mbaya. Tushapata watu wako watano ambao ni bora kwa upande wako. Sawa, bwana, tukiachana na hayo bwana. Una mpenzi? Mimi? Upo kwenye mahusiano? Mjomba, mahusiano hapana. Haupo kwenye mahusiano? Ashanikataa, naangalia huku na huku ashanikataa. Sasa inasemekana za ndani au habari zilizojificha ni kwamba nyinyi watu wa TikTok mnaongoza sana kwa umalaya. Hasa nyinyi ambao mnakuwa influencer wa wanawake. Yaani kwa sababu mnatumia hizo fursa, ni kweli? Lisemalo lipo. La kama alipo linakuja. Laja. Basi nafikiri tuishi hapo, lakini mimi sio mpenzi. Ni kweli kwamba wewe ushiriki utumie fursa hiyo? Fursa hiyo? Hapana. Siwezi kutumia fursa hiyo kusema kweli. Okay, content zako nyingi unatuambia wewe ni baby wa mtu. Moja ya content utasikia mimi baby wa mtu, mimi nakuaga bye bye. Huyo baby wako ambaye huwa unajisifia naye ni nani? Hebu tuweke wazi, kwa sababu naamini mashabiki zako ambao wanatutazama hivi sasa wanatamani kumjua, kwa sababu mara nyingi umekuwa ukimweka wazi sana. Sikiliza sasa. Unajua zile content nazifanya, na kama umeziangalia vizuri kuna watu wanatumia sound, si ndivyo? Kwa hata nikisema kwamba na mtazamaji sijui mimi ni baby wa mtu ninakuwa katika mazingira hayo, sawa, nimesema mimi, lakini mtu atakayetumia sound atajifeel ni yeye kafanya hicho kitu. No, hata nina mahusiano au sina, si ndivyo? Lakini mtu ambaye ana mahusiano katika hiyo kitu akakutana na content yangu, kwa siku nikisema content ya huzuni, mtu ambaye yupo kwenye huzuni kweli anahisi hii ni content yake, kwa sababu nimezungumza maisha yake. Sawa. Kwa maana hiyo natuhakikishia kwamba wewe upo single till I die blood. Ndugu zangu watazamaji, Kipason Jeyala yupo single na hapa alipo anatafuta mtu. Taguna sasa ndio hivyo, yani mimi niko single. Mbona unasema utanuna? Ishajua. Mbona kama kuna kitu ambacho unakificha? Okay, sawa. Mimi naamini kwenye kila safari ya mapambano huwa kosekani changamoto. Kuna wakati ushaitamani kuacha kufanya kazi ya TikTok? Wakati? Na kwa nini? Kuna wakati nishawahi, lakini nafikiri ni kitu ambacho sikuwahi kukizoea. Nishawahi kutumaga content moja babu. Kuna mtu comment alinitukana mimi, familia, mwili wangu, akaniunganisha na maisha yangu. Kwenye comment, yani kisa umetoa tu content akanitukana. Content gani mtazamaji ili aweze kuipitia kidogo na yeye? Ziko nyingi. Kuna content moja nisemaga wanaume ni wende ndevu bwana. Nyewe wengine mnaweza mkaenda leba. Ile nilitukana mpaka ngasema roho sipungui simu. Nilikuwa naogopa zile comment mpaka leo siwezi kuziangalia. Yaani kwa sababu nikiziangalia lazima nitazijibu hata kama niliwahi kujibu. Zinakutia hasira. Na sio kwamba aliishia hapo, alikuja akanifuata mpaka inbox akarusha mali tena. Nasema leo kazi ninayo. Kwa hiyo nilikuwa naogopa, ngasema sasa hapa nitaanza nikajibizana naye, kumbe mtu anaishi hapa yaani shangaa haupo. Ukiachana na hiyo changamoto ya hizo comment kwenye content, ni changamoto gani nyingine ambayo ulishakutana nao ukasema sasa basi inatosha kufanya hizi kazi? Unajua nikwambie kitu. Tukiachana na yote hayo nilikuwa nasema mimi changamoto zipo, lakini changamoto zinakumbana na kitu kinaitwa kuiwa. Sina wanasema kuiwa. Mimi nilikuwa napenda sana TikTok. Yaani naipenda sana TikTok. Hiyo naambia wewe, naipenda sana TikTok. Kwa hiyo nakutana na changamoto, lakini hizo changamoto hazizidi mapenzi yangu na TikTok. Kwa sometimes ninakuwa bado hazinisumbui kwa sababu naona ni kitu cha kawaida. Okay. Sawa. Miongoni mwa taarifa ambazo zinawahuzunisha watu wengi, inasemekana kwamba watu wa TikTok ni watu ambao wana maisha fulani mazuri mbele ya kamera, lakini kiuhalisia maisha yao ni magumu, au ni watu ambao wananyonywa.
hata biashara za matangazo ambazo huwa wanapewa mara nyingi huwa wananywa. Ni kweli mnanyimwa heshima yenu ambayo mnastahili kuipata sasa mnapokutana na makampuni ambayo yanataka mfanyie promotion? Kiukweli sidhani kama tunanyimwa hiyo heshima na watu ambao wanatamani kuweza kufanya promotion na sisi, lakini nafikiri hiyo heshima ambayo wanatupa ni kulingana na sisi ambavyo tunajiweka, kwa maana ya kwamba aina ya content tunazozifanya na vitu kadha wa kadha. Inawezekana pengine ningepata deal kubwa, labda kuna aina ya content mtu ambaye labda alikuwa anatamani kuweza kunipa mimi hilo tangazo akakataa kuweza kunipa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vidogo vidogo sisi tunaviharibu, vinatufanya sisi tuingie kwenye nilipo. Lakini kusema ukweli, kwenye issue ya maisha TikToker, mimi ni miongoni mwa watu ambao kusema ukweli siigizi maisha yangu. Kama kwenye daladala natapaswa kuweza kusimama na simama, kama kwenye daladala naanza kufanya, lakini wapo watu wengine wanakataa hata kupanda daladala. Mbona mimi na nilio ni yeye, na nafikiri ana deserve kuwa hivyo. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona, nahisi naweza nikakaa popote, naweza nikawa na buku nikala popote, chakula changu cha buku. Nahisi TikToker gani ambaye mkiwa pamoja ni mcheshi kupita maelezo? Mwagito. Mwagito ndio akiwepo mahali ujue lazima mchangamke. Yani kwa mfano tumekutana sijui akina nani Mchizi anaongea sana. Mchizi anaongea sana, yani Mwagito kazi hivyo. Nani TikToker gani ambaye ni kiukweli ni mkali, yani muda wote yuko serious? Muda wote yuko serious bwana. Sijajua, lakini kutana nao kwa serious uongo hakuna. Ambaye yuko serious kabisa hivi, yani kwamba unajua kuna userious unaotofautiana level, ila ukikaa unasema huyu kwenye hili crew letu huyu anaongoza kwa serious. Sasa kuna wengine hawajui au watazamaji hawajui. Asizani akiwa tu ni TikToker kila mtu anamfahamu. Kuna wengine nafikiri hawajui na watazamaji nao pia yani hawatambui sana. Unamjua jamaa mmoja anaitwa Kiuga MC? Ana account yake inaitwa Bonge Story. Tunafanyaga naye sana, nafikiri kipindi kile cha chuo tunapiga naye sana. Kama ulikuwa unawahi kufuatilia zile content za chuo zile, tunapiga naye sana. Yuko serious. At least kidogo, yani mama nakwambia mimi hamna bado amini. Au utashobia. Sawa. Ila wengine si kweli hamna. Ni content gani creator ambayo ukikutana naye hivi sasa au ukiwa na shida hapa sasa hivi nikasema chukua simu mpigie, ukapiga simu mara moja tu akatoa msaada kwenye hao ambao umeshaikutana nao? Msaada wa nini? Wa kiuchumi tu. Wa kiuchumi. Kwamba una shida na 5000 sasa hivi. Kwamba nikitaka kwa of course una watu wako wengine ambao unaweza kuwapigia, lakini nataka kwa hawa TikTokers wenzenu ambao mmekuwa mkikutana mara kwa mara, unajua huyu nikiinua tu simu sasa hivi ana solve ile tatizo. Wapo wengi. Kama nani? Na Senga. Kwamba Senga simu moja tu hakika. Kama na mali, yani unajua ukisema simu ngoja ukisema simu moja au hakika, hapo ndio namkosea. Lakini nazungumzia kama mali ipo na anaamini kwamba shida yangu kweli inamfaa kuweza kutatulika, anatoa. Mimi mimi mwenyewe kujilisha siwezi, mtoto nampatia. Inasemekana huko mtaani kwamba wewe bwana unamkataa, una binti ana mtoto wako na unamkataa. Mimi na watazamaji niangalie, mimi nafaa kuwa na mtoto? Mimi sina mtoto jamani, mimi sina mtoto. Sina mtoto mshikaji wangu, yani nakwambia ukweli jamani, mimi sina mtoto kabisa. Unakataa au ni kweli au unakataa? Mimi sina na ikitokea tukamleta hapa wadogo zangu, tukamleta hapa binti ambaye ana mtoto wako, hata ukimleta, yani mimi sina mtoto ila nina wadogo zangu. Sawa, kuna neno ambalo unaweza ukazungumza na mashabiki zako ambao wanakutazama hivi sasa? Neno tu moja tu la kumalizia kwenye leo. Nafikiri la kwanza
Asanteni sana kwa kuweza kunisupport mpaka kuweza kufika hapa. Nyinyi ndio ambao mnanipa nafasi kubwa ya mimi labda pengine kuweza kufika mahali hapa. Hicho ndio sehemu ambayo naweza kusema asanteni. Lakini pia niwaombe radhi hata kwa wale ambao nina wakera kwa content zangu nazozifanya, lakini watambue ya kwamba ukiona kitu kinakukera si cha kwako. Ila kitu ambacho hakikukeri wewe na ukakipenda ni cha kwako. Kwa sababu mimi naweza nikafanya content ambao labda natetea wadada. Mwanaume ukija kunitukana nitakushangaa sana. Kwa sababu gani? Mimi nimefanya kitu ambacho sio cha kwako. Kuna sehemu lazima tutakutana, utacomment. Hiyo ni sehemu yako. Kwa hata ukinitukana kwenye content ambao mimi najua kabisa sijakuandika, mimi nishasema na kuna mdada, wewe unakuja kucomment kunitukana ni nani? Sio, unaelewa? Yaani nimesema kuna mdada, yeye ameshazoea kufanya hivi na hivi. Afu mtu anakuja na kutukana, anaandika comment, inakuwa miausho. Kwa kama nitakuwa ni mwakera nyinyi ambao waga mna comment hivyo, mtanisamehe. Okay. Bwana mtazamaji, kama ambavyo nilikwambia hapo awali wakati tunaanza kabisa kwamba leo tunazungumza kuhusiana na namna ambavyo mitandao ya kijamii hususan TikTok inaweza ikawa na faida, lakini pia ni nafasi ya pekee ya kumjua TikToker maarufu nchini Tanzania kwa undani zaidi. Tunapiga naye story, tunajua uhalisia wake. Kwa mfano kama leo hii tulikuwa tunamjua Kipason Jeyala kama Kipason, lakini leo tumejua uhalisia kwamba anaitwa James Mosha. Lakini pia tulikuwa tunatamani kujua zaidi kwamba maisha yake uhalisia yapoje, ametoka wapi, asili yake ya kielimu ipoje. Tumejua kwamba leo hii kwamba Kipason bwana amemaliza degree katika chuo cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza. Tumejua kwamba yuko single. Ni fursa sasa kwenye akina dada kuweza kujua mnafanyaje yale maneno ya faraja ambayo anayatoaga mtandaoni yakawe karibu yako. Hiyo ni fursa ya pekee, lakini tumejua kwamba kuna namna moja au nyingine bado hajafanikiwa kufika pale ambako yeye anapataka. Hii ni Ramon TV. Jina langu ni Gift Mario, na kama kawaida tumekuwa tukikusogezea habari mbalimbali na tutaendelea kufanya hivyo. Naomba kwenye comment hapo tuambie next kipindi ni nani tuweze kuzungumza naye. Nyuma ya kamera ni Amani Shewio sambamba na Drake Nyama. Ndio wamesababisha. Sina la ziada. Mimi na Kipason ambaye ni baby wa mtu tunakuaga tu. Bye bye. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ramon TV? Karibu tena katika chaneli yako bora kabisa. Chaneli nambari 1 nchini Tanzania ambayo inakupa nafasi ya wewe kujua habari mbalimbali na matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanatokea nchini Tanzania. Na kama kawaida tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na baadhi ya watu ambao wanafanya kazi kwenye mitandao ya kijamii hususan TikTok. Na miongoni mwa watu ambao tunaenda kuzungumza nao leo hii si mwingine ni Mwagito, ambaye yeye ukimuona tu utajua utofauti wake, kwa maana yeye mavazi yake ni kitu moja wapo ambacho kinamfanya awe tofauti na TikTokers wengine. Leo hii tutaenda kujua jina lake halisi ni nani na kwa nini aliamua kujiita Mwagito. Cha kufanya ni kutulia hapo hapo. Kama hujasubscribe, nenda kafanye hivyo, lakini usisahau kuacha comment baada ya kumaliza kipindi hichi. Lakini pia like ni kitu pekee ambacho kitakuwa kinatupa support zaidi. Cha kufanya tulia hapo hapo. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Nilikwambia kwamba tuko na Mwagito, na kama ambavyo unamuona hapa, mwamba sana huyu. Ukimtazama mavazi yake haya unajua kabisa leo shughuli tunayo. Bwana, mambo vipi? Poa, vipi? Shwari. Shwari kabisa. Bwana, kumbe sauti yako sio ile ambayo tunaisikia. Kumbe una sauti kabisa ile kwa imara. Ile sauti na kutafutia ugali. Hii hapa ndo sauti yangu sasa. Mimi naongea as a gentleman. Bwana, kwanza kwa kuanza kabisa, tunakufahamu kama Mwagito, lakini jina lako halisi ni nani? Kwa majina yangu kabisa kamili ninaitwa Seif Ramadhani Mkomwa. Hayo ndo majina yangu niliyopewa na wazazi wangu. Lakini kutokana na harakati za mjini hapa kutafuta ugali huku na kule, nikaamua kujiita Mwagito, jina la kazi. Okay. Yeah. Mwagito ilitoka wapi? Yaani mpaka kutoka kwenye Seif mpaka kwenye Mwagito. Ilikuwaje kwaje? Mwagito bwana, Mwagito ni mshikaji wangu. Ngoja nimpe shout zake, ni mshikaji wangu wa Mbagala huko, ni wakala. Nilikuwa sana napenda kumtania Mwagito kwa sababu nilikuwa naona ni jina kama la ajabu ajabu. Kwa Mwagito
Lakini mimi nilikuwa na content yangu ya kwanza kwa unaijua ile ya ushuhuda. Nilikuwa najiita Mariam Mwagito. Unaona, kwa hiyo nilikuwa naunganisha kwamba nafanya yule kama ni baba yangu, lakini mimi nakuwa kama Mariam. Lakini baada ya siku zilivyokuwa zinaenda, watu wakawa wananisearch. Maana mimi nilikuwa najiita self talented. Lakini nikaona sasa nibadili nijiite Mwagito ile kuwe na urahisi. Kwa hiyo chanzo ni jamaa fani wakala tu ndo nilichukua hilo jina. Okay. Anakuambia chanzo ni wakala, kwa hiyo Mwagito ni jina la Kihehe sisi ambao tunafahamu. Yes. Lakini ongea yako na wewe pia wakikutazama kipindi ambapo unafanya kazi. Okay, niseme Mariam Mwagito na ongea yake ni kama Mwe. Kuna uhusiano gani baina ya Mariam Mwagito na Mwe? Mimi nitaka niendane na jina, lakini yule ambaye ni Mwagito mwenyewe ambaye ana hili jina ni Mhehe. Umeona? Kwa hiyo lakini mimi nilikuwa sijui kwamba ni Wahehe. Baada ya kuanza kulitumia Mwagito, watu wakananiita Segito, sijui majina ya kule hivyo. Wakananiambia hilo jina ni la Kihehe. Kwa hiyo nikaamua sasa nilibebe lile jina na lafyuzi yake. Unaona? Kwa hiyo na lafyuzi ili mtu kweli akisikia Mwagito na the way ninavyo pronounce kwa Kiingereza ndio hivyo. Ninavyo hivyo kwa Mariam Mwagito. Unajua? Kwa hiyo nikataka niendane na hivyo. Unaona, sikutaka nijiite Mwagito afu naongea Kisela. Najua. Sawa, safari yako sisi tumekufahamu sana baada ya kutoa ushuhuda. Watu wengi naamini hata mtazamaji ndio wakati sahihi ambao yeye alikujua sana baada ya kutoa ushuhuda. Ilikuwaje mpaka ukaanza na ile content? Tupe kidogo ka history, ka background kidogo. Ilikuwaje mpaka tukaanza kutoa ushuhuda? Of course ni kwamba mimi nilikuwa nafanya comedy tangia muda. Nilikuwa nafanya muda mrefu sana tangia nipo chuo. Nilikuwa napiga content mbalimbali, umeona. Lakini baadaye nilivyokuja TikTok, nilivyokuwa napiga content, siku moja nilikaa nikajiuliza kwa nini nisiwe na kitu changu, yani cha peke yangu, kwa sababu comedy nyingi watu wanafanya content hivi, mtu mama kafanya hivi, wengine wanavaa vijola, unajua, mwingine anafanya hivi na hivi. Sasa mimi nikaamua nije na kitu cha tofauti. Chanzo kabisa cha mimi kuwa hivi, nilikata tamaa kwanza. Yani nilikata tamaa, nitaka niende nyumbani, Geita huko ndani. Lakini siku moja nikaenda kanisani. Nilikuwa kanisani, mimi Muislamu lakini napenda tu kwenda kanisani. Nilienda kanisani nikawa naangalia watu, nikaona mama mmoja anatoa ushuhuda. Kwa kweli niliguswa, umeona. Nikawa najikuta nacheka tu the way anavyotoa ule ushuhuda, yani nikasema hebu ngoja na mimi nikatesti. Nilienda nikafanya ushuhuda. Ilitembea kwa kweli, kwa kiasi chake ilitembea, lakini kwa siipendi. Umeona? Nikafanya clip nyingine zile zangu za kawaida hazikuenda. Nilivyorudia ushuhuda ndo ikaanza sasa kwenda, nikasema kumbe mimi natakiwa kutoa ushuhuda. Kwa watu wakawa wanapenda ile Mariam Mwagito natokea Mbagala nimekuja kutoa ushuhuda. Namshukuru Mungu. Chombo ilipepea. Okay, unajua ilivyokaa imekaa kimuundo wa dini hivi. Haijawahi kukuletea madhara yoyote kwa watu au comment zikawa mbaya au viongozi wa dini fulani wakakutafuta, kwa sababu kuna watu huwa wanahusianisha ushuhuda wako na baadhi ya madhehebu ambayo yanafanya hicho kitu? Hainiletei shida. Kwa sababu gani? Kwa mimi nilikuwa nadhani itaniletea shida, lakini ushuhuda ambao mimi nilikuwa natoa sio wa kashfa. Sikashfu mtu, yani ni ile, yani kwanza uweze amini mimi wachungaji wananipenda sana. Yani wananipenda sana kwa sababu mimi naongelea ushuhuda kwamba nimetendewa. Sasa hapo jamani kuna uingilianaje? Yani nina kashfu kivipi wakati naelezewa mambo niliyotendewa? Unaona? Kwa sababu hujauliza kwamba natendewa kweli au huko tunakuja kujua baadaye. Hapana, je kuniletea shida na wananikubali sana sababu nimefanya hadi show makanisani. Okay. Sawa, unajua ukisema Mariam Mwagito na Mwagito mwenyewe ni kitu ambacho kidogo ni kikubwa zaidi kwa watu kwa sababu ya numbers ambazo zipo, lakini pia jinsi ambavyo unapendwa. Ni kundi gani ambao linakufuatilia zaidi, kwenye vijana, wazee, akina mama au wababa? Sana sana ni vijana na wamama. Kwa sababu wamama wanapenda sana mambo, unajua mama ndio wanapenda kanisani, ushuhuda zile wanavotoa wenyewe wananipenda. Vijana ni kawaida, TikToker yoyote ambaye anafanya vizuri lazima apende na vijana. Lakini sasa hapo vijana ambao tunaongelea sasa, unaweza kuuliza jinsia gani? Kwa kweli kwa asilimia zake mimi naona wanaonipenda sana ni wadada. Kwa sababu wadada mimi ndo nawaigizia, kwa hiyo wananipenda sana wadada sana. Kwa ni vijana wa mama, vijana sana sana wa kike.
Uhusika wa Mariam Mwagito, Ndio. kuna namna yoyote, kwa sababu unavaa uhusika wa kike na wewe ni mwanaume, kuna namna yoyote ambayo ulishawahi kukuletea changamoto kwa baadhi ya watu, hususan ndugu? Kwa maana unajua sasa hivi kidogo kuna changamoto, wimbi la matatizo haya, matatizo yetu haya. Kuna namna yoyote ambavyo ilishawahi kuletea changamoto hususan kwa ndugu? Kwa kweli kipindi naanza, yani sikufichi, nimeteseka sana. Yani sio kuteseka, naweza nikasema sio kuteseka tu, nilihangaika. Yani shoti na sio kuhangaika tu, nilinyanyaswa. Yani nilifikia hatua sasa baba anapewa maneno, mama yangu anapewa maneno kwamba bwana mwanao yule namna gani vipi. Hata unajua hata nikiingia live TikTok watu wananiuliza, "Hey jamaa, namna gani vipi?" Umeona? Lakini kipindi hicho. Kwa sasa hivi ni wachache sana kwa sababu washaelewa nini ambacho nakifanya. Alafu pia ndugu wenyewe washaona kipato kinaingia, kwamba hawezi kumuomba Sefu nani Mwagito, natumia Sefu. Huwezi kumuomba Sefu nani kiasi kadhaa akakosa. Kwa hiyo ile kidogo wana ndugu akasema kumbe uko serious, kwamba yupo kazini. Kweli yupo kazini. Lakini pia nikiwa kwenye upande wa pili, nikiwa kawaida, hamna chochote, hamna vidole juu, nipo kawaida. Okay, sawa. Hili ni kitenge au shuka? Hili ni shuka. Shuka. Hili ni shuka. Kwa nini ulichagua kutumia shuka na sio kitenge ili kuvaa uhalisia zaidi? Hapana, sikutaka niende deeply sana. Nitaka, unajua mimi naigiza mfano wa mwanamke, sio mwanamke. Okay. Kwa hiyo nilitaka tu nichukue shuka ili kidogo kusiwe na userious sana, kwa sababu hii ni comedy. Kwa hiyo nitaka kidogo iwe comedy kweli. Sikutaka niingie ndani. Sasa ningeingia deeply kule ndo watu wangeanza kusema namna gani vipi. Okay, sawa. Mariam Mwagito. Mwagito. Mariam Mwagito yeye ni mzaliwa wapi? Mimi au Sefu? Kwa sababu unajua natumia Mariam Mwagito kwa sababu watazamaji sambamba na yani watu wako, mashabiki zako wanakufahamu hivyo. Sefu ni sisi ambao tumepata bahati kuitazama leo hii. Yeye alizaliwa wapi? Na safari ya kutoka kule mpaka kufika hapa Dar es Salaam ilikuwaje? Mimi bwana ni mzaliwa wa Tanga. Ni mzaliwa wa Tanga, wilaya ya Handeni. Kabila langu ni Mzigua. Watu wengi nikiingia live waga wanauliza kwamba wewe ni kabila gani. Mimi ni Mzigua. Nilikulia pale Handeni mpaka la 6, nikahamia Geita. Geita, nikaenda Geita nikakaa mpaka nikamaliza form 4. Matokeo yalikuwa mazuri sana, japokuwa alinipa alama za chuo. Tukagombana na mzee lakini mwisho wa siku nikaenda chuo cha sanaa Bagamoyo. Baada ya kumaliza chuo cha sanaa hapa ndo nikaja kujitafuta Dar. Okay. Okay, kumbe wewe Dar ulikuja kwa sababu ya kusoma? Nilikuja kusoma Bagamoyo. Okay. Lakini baada ya pale sikutaka tena nirudi Geita. Maana ningeenda Geita ningeanza kuchimba madini. Au ni kama ni dili? Sio dili, swala la kufukiwa ni dogo. Alafu unaangalia na mwili pia. Okay. Nikaona huu mwili nitakufa. Kwa hiyo nikaamua nije Dar kuja kupambana. Japokuwa mzee hakupenda, tuligombana sana. Lakini ndio hivyo, mwisho wa siku nishakuwa Mwagito. Okay, unajua sasa hivi tukizungumzia tasnia ya comedy imebebwa sana na TikTok, lakini sio comedy peke yake, hata muziki sasa hivi challenges zimekuwa zikifanyika sana TikTok. Lakini miongoni mwa taarifa ambazo zinasikitisha sasa kwa mashabiki ni kwamba watu wengi ambao wanafanya kazi TikTok wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, kwa maana kuna kitu wanakikosa, kwa maana ya kwamba uhalisia wao na the way ambavyo watu wanawapokea ni tofauti. Je, ni kweli kwamba hamthaminiki kama ambavyo jamii inafahamu? Unajua leo Mwagito ni brand kubwa, lakini organization zinazokuja kuomba sponsor na nilia promotion kutoka kwako, kuna namna ambavyo wanawathamini? Yani kusema kweli tumeanza kuthaminika sasa hivi, lakini short yani nisiseme nisidanganye, TikTok hatupewi heshima yetu. Umeona? Lakini pia silaumu, kwa sababu watu wengi wanao trend TikTok ni wanaofanya vitu vya ovyo ovyo. Yani mtu akifanya kitu cha ajabu ajabu ndo ana trend. Kwa hiyo watu wakaichukulia kwamba TikTok yani mtu yoyote tu. Mtu anaweza akaamka asubuhi akaongea maneno fulani, akafanyaje? Akatoboa, yani asubuhi yeye ni star. Umeona? Ndio maana ikabeba kiujumla. Kwa hiyo ikatuharibia hata sisi ambao tunafanya kazi serious tusichukuliwe userious. Japokuwa natamani serikali nayo tuangalie bwana. TikToker tuna mchango wetu kwenye taifa, tunalipa kodi. Japokuwa maisha yetu ni magumu. In short, maisha yetu sisi ni magumu ya TikTok. Mimi sifichi, kwanza maisha yangu mimi kwa upande wangu mimi ni magumu. Kama mtu anaweza kunisaidia kwa kiasi chochote, anisaidie. Sawa, nimefukuzwa kodi kwanza. Tutaongelea baadaye hilo swala la kodi.
Okay, kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba maisha yenu ambayo mnaishi kwenye mitandao ni tofauti. Ni tofauti, yani inatubidi sasa tufeki maisha. Kwa sababu unajua TikTok kwanza ni mtandao unakupa kwa sisi ma content creator inatupa nani nisemeje, si niwekeje, maana mwezi mtukufu inatupa wasichana wenyewe wanasema okay, toto kwamba mnapata kwa hiyo sasa wake kwa sababu mimi wenza tuseme wenza. Sasa inatubidi sasa tufeki maisha ili kweli nao waamini kwamba sisi unajua yani kwa hizo unakuta hata mtoto amekuelewa, mmeshayaongea, ukatafuta hata sehemu ya kwenda hata unakodi hata siku 2 akajua ni kwako, kumbe sio kwako. Siku anakuja pale anafukuzwa, unajua. Kwa hiyo inatubidi tufeki kwa sababu watu wanapotuchukulia na maisha yetu ni vitu viwili tofauti. Sawa, Mwagito, unaamini uchawi? Uchawi? Yeah. Kuamini uchawi? Yeah. Uchawi hawezi kukupa followers. Uchawi hawezi kukupa followers kwa sababu mimi ninachoamini katika uchawi, naongea kwa experience yangu ambayo nilipitia. Maana wewe umetoka Tanga na Tanga kuna tishia. Yaani kuna sehemu sometime nyumba ya mzee inanyesha mvua kwake pengine hapa nyesha. Okay, kwa wewe uchawi unaujua? Uchawi mimi nauelewa. Okay, sasa tupe experience. Uchawi haukupi followers. Uchawi unakupa nyota, uonekane kwa watu. Sasa nyota si ndio hiyo, ukishaonekana kwa watu wanakufollow, wanakuwa wanapenda kutazama kila wakati. Lazima watu, yani kuna namna, yani sijui nikwambie, yani ile nyota, unajua watu wanaweza akakupenda na wasiku, yani ile kupendwa tunajua mtu anaweza akawa na followers wachache, lakini yani unashangaa wewe una followers wangapi, lakini akipita huyo jamaa anapendwa sana. Nani kale kanyota kamvuto, kanyota fani kamvuto, ila followers tafute mwenyewe. Ushaitumia nyota ya mvuto ili uweze kupenda? Mimi kusema kweli kipindi niko shule nilikuwa natumia nyota za Wamasai, wanatupa vidawa tunapaka tunadanga, sijui utapendwa na wadada. Sijawahi kwenye maisha, ila kwa wadada nimeibiwa sana. Na umeshawahi kupata? Sijawahi kufanikiwa kwenye hilo. Kwenye hilo sijawahi, ila kwenye Wamasai ametupiga sana. Okay, Mwagito, tunaamini kwamba vijana sasa hivi wamekimbia kwenye social media kwa lugha ya Kiingereza, lakini mitandao ya kijamii kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Je, ni kweli kwamba mitandao ya kijamii kwa sasa hususan TikTok inaweza ikawa ni msaada kwa vijana kujikwamua kiuchumi? Yani ni msaada mkubwa kwa sababu nachukulia mfano mimi. Yani nilipotoka na sasa hivi kwa kweli imenisaidia sana kwa sababu najua unapopata tu jina tayari ni utajiri tosha yani ukishapata jina watu wakikujua deals zinakuja, sababu sisi tunategemea wafanyabiashara kutangaza biashara zao, umeona, yani inasaidia sana kwa kweli. Sio TikTok tu, mtandao yote ukishakuwa maarufu kule lazima ndio faida yake. Hakuna kitu ambacho hakina faida, tunafanya kwa sababu tushaona faida yake ni nini. Sawa, Mwagito, wengine wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa lengo la kupata wachumba, na inasemekana watu ambao hususan nyinyi ambao mnawatetea sana wanawake TikTok mnaongoza kwa kufanya hivyo vitu. Wewe una wanawake ngapi? Mimi na mwanamke mmoja, yani mmoja na yenyewe basi tu yani. Na ulimpata kupitia TikTok? Hapana, huyu nimeanza naye tangu niko shule. Ni kweli kwamba huwa mna tabia ya kutumia hiyo nafasi ya TikTok kwa lugha ya vijana wanasema kuwala? Kuwala wanawake. Of course, na sio kuwala tu, kuwanyosha. Nini ile wanasemaje? Yani in short ndio hicho. Unajua in short watu ma TikToker wanaongoza kwa kuwaibia wasichana. Sababu unajua wanawake wanapenda sana mtu maarufu. Kwa hiyo watu wanatumia hiyo fursa, lakini mimi sijawahi kuitumia. Yani mimi DM za kutosha. Yani nikiamka asubuhi DM za kutosha, Mwagito nakupenda, Mwagito siwezi kuishi bila wewe. Naambia kama huwezi kuishi bila mimi kufa. Yani mimi ndo majibu yangu. Kwa sababu naelewa amenipendea kutokana na nini? Mtandao. Nisingeonekana pale asingenipenda. Umeona? Lakini wapo ambao kazi yao ndio hiyo. Yani yeye ni wanawake hivyo, akiingia live wapo ma TikToker wengi, sio vizuri kuwataja. Lakini nje ya mic hapo utanitajia mmoja hapo. Hata ukitaka nikutajie mmoja. Kwa mfano unaweza ukatupa mfano hapa, ni TikToker gani ambaye unajua kabisa huyu anaitumia fursa yake vizuri kuwanyosha? Kama ambavyo amesema. Na sio kuwanyosha tu. Kuna msanii mmoja, kuna TikToker mmoja hivi anatangaza kama taarifa ya habari. Anajiita Kipasoni. Kipasoni bwana. Yeye kashajiona kwamba hana hela, unajua, hana maisha. Kwa hiyo anaamua sasa mitandao. Yani yuko lazima akatafute ghetto huko
akatafute geto Mbagala huko la mshikaji hata amhamishe siku 2-3. Japokuwa mwanamke akija akiuliza mbona jeans hizi ni kubwa na anajua kufix. Ana fix kwa yani ni hivyo. Kidogo wapo wengi lakini huyo kidogo ndo ambaye na ukaribu naye naweza nikasema hivi. Una ushahidi? Yeye ana ushahidi, akifika huko atatoa ushahidi. Lakini akitoa uongo la mkamata kwa sababu mimi na wanasheria. Ila kiwalisia ni kwamba yeye huwa anatumia chance. Na ni kweli kwa sababu ukiangalia yeye mara nyingi ni mtu ambaye anawatetea wanawake, anajifanya sauti, unajua anaigiza pia sauti na anajua unajua okay, naam na kwa wanawake wanapenda. Akishamtumia tu naam na kupenda tayari. Sawa. Unajua kila mmoja kwenye maisha kuna siku ambayo ilishaifika akasema sasa mimi hichi kitu fulani nakiacha. Kwenye maisha yako ushaikata tamaa kwa ajili ya kufanya TikTok kutokana na changamoto ambazo ushaikumbana nazo? Nishai kuna nini? Yaani nishaitokea kabisa yani. Hiyo siku ukasema sasa basi. Nilikusanya mabegi yangu, nikampigia mzee. Babangu alikuwa anatamani sana niende polisi. Unajua kuna comedian mwenzangu siwezi kumtaja, kidogo ameenda mbele, tulikuwa wote. Sasa kuna siku nilimuomba msaada, nikamwambia mwenzangu naomba unisaidie kwa vile wewe umefika mbali. Nilikuwa naomba kidogo tufanye clip kadhaa na hisi nitafika mbali. Lakini siku inafika akuokota simu. Mimi mpigia mzee wangu nikamwambia mzee mimi nimekubali kwenda polisi, kuwa askari, kufanyaje kuitetea nchi, kutetea maslahi. Unajua mwili wao kweli. Polisi na usidanganyike na mwili huu. Umeona ndio maana story tattoo kwa sababu lolote linaweza likatokea. Okay, kwa muda wote unaweza kwa muda wote nini kamanda nini mambo fulani push up napiga. Kwa hiyo nilikata tamaa nikasema mimi na comedy basi naachana nayo. Lakini uwezi amini yani nilivyo hiyo wiki ndio niliyopata content ya hii. Ili shuka na heshima sana. Yaani katika vitu ni bora unipige mimi unichome kisu, ila ukilichoma hili na kuua. Ndio hicho ambacho ni yaani bora tu polisi wasikie kwamba ukichoma ili shuka mimi na kuangamiza. Limenitoa mbali sana. Limenipatia wanawake eti wanawake. Okay, hapa sasa unakuja. Mwanzo nilikuuliza unaamini uchawi, ukaniambia unaamini. Uchawi naamini. Lakini na wengi nasemekana nyinyi sasa nyinyi ambao hambadilishi. Kwa sababu sidhani kama ukienda dukani utalikosa kama hili. Yapo, lakini kwa nini wewe unalo moja tu na kila content ni hilo? Naweza nikatolea mfano. Kwa mfano kuna baadhi ya content ambazo umefanya na mavazi ya kiume ya kawaida hazijaenda sana kama ambavyo ili linanilishuka lina nini? Sasa nakujibu kiprofessional kwa sababu mimi nimesoma jamani. Yaani ni kwambaje hii ni icon. Yaani watu wengi walinijua kutokana na nini? Na ili shuka. Kwa hiyo mwingine akiniona leo niko tofauti anaweza apite yani asijue ni mimi. Lakini unavokuwa na icon yako, yani unajua tengeneza icon ile mtu akiongelea shuka, unaongelea Mwagito. Na ndio maana sibadilishi, yani nataka mtu anitambue. Yani ikifika sehemu huyu Mwagito, yani hata kama amefumba macho. Sio kwamba lina uchawi, japokuwa siri zipo, siwezi kutoa sababu labda mzime kamera alafu niwaambie. Okay, kwamba baadaye nitawaambia. Mimi nipo kwa ajili ya mtazamaji, kwa naamini baadaye mtazamaji mimi nitakuja nikusanue. Ataniambia lina nini alafu mimi nitakusanua. Ndio. Nitawasanua lakini hivyo sio uchawi. Sawa, Mwagito umeniambia kwamba kuna kipindi ulishawahi kukata tamaa na kutaka kurudi nyumbani baada ya kuona mambo hayaendi. Swali langu tu ni moja kwamba ni changamoto gani kubwa ambayo ulishawahi kumbana nayo kwenye tasnia yako ukasema hapa sitoboi? Ukiachana na hizo changamoto ambazo umetueleza kwamba kuna mtu ulimpigia simu akashindwa kupokea. Ni changamoto gani ambayo mpaka leo hii unaamini kwamba au ulishaitatua ikakufanya ufike hapa ulipo au bado ipo unajua still bado ni changamoto? Still bwana, mimi changamoto kubwa naongelea hii ni kwa wote. Changamoto ni pesa. Unajua unavokuwa huna budget yoyote. Yaani unajua kuna changamoto ya unatafuta pesa na umaarufu kwa wakati mmoja. Hiyo inakuwa ngumu sana. Umeona? Kwa hiyo the same time unatafuta hela, the same time utafuta umaarufu. Kwa hiyo mimi ilikuwa changamoto ya njaa. Yaani shoti ilikuwa nakaa njaa sana. Kwa sababu hata sasa hivi mwezi wa Ramadhani usifungi kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mimi nikaona sasa kuliko nife wakati nina wazazi ndo nikataka niondoke. Yaani hiyo ndo changamoto yangu kubwa. Lakini kabla sijawa Mwagito, ungeniambia changamoto za Mwagito lakini za kipindi hicho ambazo zilinifanya nikate tamaa kwa kweli ni ukosefu wa pesa, hela, pesa, mane.
Vyote ilikuwa sina. Sawa, sasa hivi changamoto gani ambayo unakumbana nayo? Sasa tayari ushakuwa star. Changamoto ni kwamba ni changamoto, ninapendwa na wanawake sana. Okay. Hiyo ni changamoto kubwa. Inanifanya yani, kwa sababu inanifanya hata nisitembee mtaani. Hiyo ni changamoto, kwa hiyo inanikosesha amani. Okay. Hamna changamoto nyingine. Sawa, Mwagito, ulishawahi kugombana na mpenzi wako sababu ya muonekano wako huko? Tushai kugombana. Alikuwa na nani, wenzake wanamtania, anamwambia mume wako kanani. Sio mume wako, boy wako ka lefti. Unajua mambo ya kulefti haya. Kwa hiyo yeye akawa ananiambiaje? Kwani huwezi kuigiza kawaida? Uwezi amini hiyo siku nilimsema, nilimtukana sana. Umeona, kwa sababu nilijua tayari washaanza kumpa maneno. Ila baadaye alipoanza kuona kwamba hata akitaka kodi analipiwa, akaniongezea hadi na vijola, mawigi, nikamwambia hivyo sivai. Unaona, hivyo sivai. Tuendelee na shuka letu. Babu kalitia baraka. Sawa, Mwagito, kwenye kutengeneza content mpaka sasa hivi hapa naamini ushakutana na content creator wengi sana. Na ukikaaga kuna mmoja unasema huyu huyu baba ana hatari. Si tu kwa namba, bali ana uwezo wa kutengeneza content kali. Sasa mimi nitaka unipe list yako ya watu wako watatu content creator wakali hapa TZ. Unaongelea kwa ujumla, comedy kwa ujumla au nataka tu content creator. Sasa nyinyi influencer, achana na hawa watu ambao wamebezi sana kwenye comedy. Basically sana nyinyi ambao unajua influencer ni yule ambaye ana kama wewe. Unajua wewe unafanya comedy lakini target yako kubwa pia ni kwa influencer. Watu kama ambao wanasema wanatoa ushuhuda. Maana watu wanaamini kwamba Mungu anaweza akafanya vitu vika. Yes. Sasa nyinyi mna insist mapenzi na kadhalika. Tajia watu wako watatu. Ila wewe si wewe ndani. Nisiwemo tena jamani. Yaani unajua wewe ni wewe. Naamini nikikupa nafasi lazima utajiweka wa kwanza. Naamini hivyo. Lakini mimi nataka wale watu wako watatu ambao wasema hawa ni miamba. Okay, nitalijibu kama hivi. Cha kwanza kabisa, nawapa heshima wote. Wa content creator wote wanaopata viewers wawili sawa, ambao hawapati mimi nawakubali wote. Ila sasa ambao mimi nawakubali, yani umenipa mtihani mkubwa sana. Kwa sababu in short mimi ma content wangu creator ambao wanaonifanya mimi natengeneza content ni hawa ma comedian wakubwa. Kuna idea nachukua alafu ndo nahamisha huko. Mimi nataka hawa huko. Achana na wale. Sawa. So umetaka? Mimi kuna mwanangu mmoja, sio mwanangu. Kama kawaida kwanza nitaanza na Kipasoni. Mungu amtangulie ndugu yangu yule, anateseka sana ila siku moja atafika ambapo nimefika. Kipasoni. Hani inspire ila namkubali kwa sababu anatengeneza. Kuna namna unaona kabisa huyu. Twende kwa tuache hiyo, twende kwa wadada. Kwa wadada? Unajua wadada wako wengi, sio wengi ambao wanatumia nguvu kutengeneza content. Wengi wanajishoot hivi video na kadhalika. Lakini wapo ambao wanafanya content kama content. Ni upi ambao unasema huyu ni mkali? Achana na hao ambao wanajirekodi video, sijui filters, sijui nini zinabeba. Achana nao. Nataka content creator. Unajua content creator ni tofauti na TikToker wengine. Of course namkubali Jacqueline kama Jacqueline, dada fulani anaongea sana hivi. Na mdomo? Of course anaongea sana lakini kwa mambo yake na enjoy na fly. Yaani mwingine ni Mama Chanja. Mama Chanja nimempenda kabisa, ni mama, jina lake ni mama lakini anayoyafanya sio mama. Yaani ni Mwagito. Mwagito. Unaona. Mwingine kuna mmoja anaitwa Miss Kigoma. Yule kashavurugwa kabisa. Yaani yule kashavurugwa kabisa. Ila naomba nikuongezee wanne. Yaani nikuongezee wanne. Mama Mawigi. Yaani yule mama mimi serious namkubali kwa sababu umri wake na anayoyafanya. Yaani ananishinda hadi mimi. Kwa kweli tumpe maua yake. Kama mkinionea huko mwambie na zawadi yake. Sawa, Mama Mawigi naamini unatutazama. Bwana hapa Mwagito anaamini ana zawadi yako bwana. Anakubali kile ambacho nakifanya. Sawa, tunaelekea mwishoni. Najua umefunga. Nimefunga kwa lazima nikafuturu. Kuna wakati naamini kwenye list ya hawa TikTok ambao uko nao. Kuna mmoja unaamini nikisema hapa na shida na fedha, si mmoja amechukua na shida na fedha. Of course mimi sikudanganya. Marafiki zangu wote ma TikTok hawana hela.
Ndio, lakini unajua kuna mtu hana hela ila ana uwezo wa kukusaidia. Target yangu ni kwamba ni nani ambaye ni mwepesi kutoa msaada pale unapokuwa na shida? Mwepesi kutoa. Kwa sababu hata hapa kuna mtu nimemwomba hela, simu yake ikaharibika. Wewe huna. Ningekutajia Kipasoni. Lakini nilimwomba hela Kipasoni bwana, ni wiki ya 3 sasa. Sijamuona online. Kwa kweli. Yaani shoti mimi nakwambia sina. Yaani nisiwe muongo, nimefunga. Nisingekuwa nimefunga, ningewapa maua yao. Ila hakuna. Ila kuna washikaji zangu ambao wafanya biashara mimi hao najua wapo. Mimi nilikuwa nataka tu TikTok hamna. Hapo yani hata kama sikia nachoma moto pale wanakimbia. Sawa, sasa nilikuwa tunamalizia. Naamini mtazamaji umefurahi kumsikia kwa kiasi chake. Ndio. Lakini moja ya swali kubwa ambalo tunatamani kulijua kutoka kwake ni kwamba sawa. Wewe okay, mimi nacheka lakini natamani tutulie, maana hili swali nahisi kama kupiga mtu. Sawa. Natamani utufanyie kitu. Unatamani tufanye kitu? Mimi pamoja na mtazamaji na walioko nyuma ya kamera wakuone. Mimi nitakupa mwongozo. Mfano tu mwongozo. Alafu wewe utufanyie kitu. Ndio. Ili mtazamaji ajue kabisa kwamba kweli tulikuwa tunazungumza na Mwagi tu. Alafu mwisho siku nitakupa nafasi ya kuzungumza na mashabiki wako. Ndio. Sawa, tufanyie kitu chochote. Kwa mfano, kuna ile moja ambayo tunaipenda sana. Wewe bwana umeachwa. Ndio. Ukasemaje? Na sio kuachwa tu. Nimepigwa kibuti. Na sio kibuti tu. Yaani serious. Yaani kitu ambacho hawakijui ni kwamba mimi nikiwa out of camera. Okay. Yaani niko out of camera ila nakuwa mwingine kabisa. Kwa hiyo najikuta mimi mwenyewe nacheka. Yaani sometimes na mimi nilikuwa nataka hicho kwa sababu mimi naamini watu mara nyingi wakati watu wanatengeneza hizi content ikifika huo muda wa lazima utakuwa unarudia kwa sababu utaongea kitu utacheka, lakini naamini kwa kionjo kidogo na ambavyo tuna clip zako utatupatia kwa ajili ya kuweka watu waweze kuburudika, naamini, si ndio? Sasa kwa kumalizia, zungumza na mashabiki zako ambao wanakutazama hivi sasa. Naongea sana na mashabiki. Hapa naongea na mashabiki. Wanaokupenda na wasiokupenda. Kama unipendi utajua wewe mwenyewe maisha yako. Mimi sijali. Akinipenda mama inatosha. Kwa majina mimi naitwa Maria Mwagito, natokea Mbagala. Nimekuja kutoa shuhuda. Mimi nilikuwa sifanyiwi interview. Na sio interview tu. Nilikuwa hata nikiomba wananikataa. Na sio kunikataa tu, wananifukuza. Nilivyokuja wapi wanapetaje? Lamon TV. Huwezi amini. Wamenifanyia interview nzuri. Na sio nzuri tu, interview imenyooka. Na sio kunyoka tu, imenipatia totos. Na sio totos tu, wanani DM. Mchezo ni. Huyu ni Mwagito, anafahamika hivyo kwenye mitandao yake ya kijamii. Ukienda pale mjini TikTok anafahamika kama Mwagito. Kazi yake ni moja tu, kukupa furaha wewe mtazamaji ambaye unatutazama sisi hapa wakati huu. Cha kukifanya ni kwenda kutembelea akaunti yake uweze kwenda kuenjoy zaidi vitu vingi zaidi hapa. Naamini umeshamjua kwa uzuri kabisa. Lakini pia sisi tunaendelea kukupa burudani. Tunapatikana pia hata huko TikTok, na ndio maana tumezungumza na hawa ma TikToker. Jina langu ni Gift Mario, nyuma ya kamera ni Amani Shewio sambamba na Drake. Leo hii amenikataza kumuita mnyama, lakini huyu Drake ni mnyama kweli kweli. Shout out sana kwa wakati mwingine. Kwenye comment usisahau kutaja ni TikToker gani ambaye unataka tuzungumze naye next time. Endelea kutazama Ramon TV. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.